Naitwa Furaha Cornel Mambebule, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Iponjora na mkaaji wa kijiji cha Rugombo. Kwanza kabisa natoa shukrani kwa mheshimiwa mbunge kwa kutimiza ahadi yake, maana kuna siku alikaa na wazee katika kijiji cha Rugombo, aliahidi kwamba ataleta umeme katika vitongoji vitano. Awamu ya kwanza vilipata vitongoji viwili na vikabakia vitongoji vitatu. Kwa maana ya vitongoji vya kwanza vilivyopata ni kitongoji cha Bujera, kilipata na kitongoji cha Ibaga chini. Sasa ilikuwa bado Rugombo, Ipande na Rupaso. Lakini kufikia leo hii wale wapimaji wa survey wamepima tayari vitongoji viwili kwa maana ya Iponjora na Bujera. Lakini kwa kuwa muda ulikuwa hautoshi, kwa hakuweza kumalizia kitongoji cha Rupaso. Lakini hata hivyo wameahidi kwamba kesho kutwa watakamilisha kitongoji cha Rupaso. Hivyo nichukue fursa hii kumpongeza na kumshukuru sana kwa kila ambacho ametoahidi. Kwa sisi kama chama tunafurahi tunapowaona watekelezaji wa ilani wakifanya kazi kama chama kinavyoagiza. Kwa ni jambo la shukrani sana. Lakini pia nisiwe mbali sana kumshukuru mama ambaye ni rais wa nchi kwa ajili ya fursa ambazo anayojali wa Tanzania kwa miradi mbalimbali, anahangaika huku na kule, na hatimaye hata watu wa vijijini wanaendelea kupata huduma hii ya umeme. Kwa tunasema kazi iendelee. Asante sana. Wilaya Rugombo. Napenda nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Anthony Montona kwa kazi ngumu aliyoifanya kwenye kijiji chetu. Namshukuru sana. Ameweza kutupambania kama kijiji. Cha kwanza amewasha umeme kwenye kitongoji cha Bujera. Lakini sasa amerudi kwa awamu nyingine kuja kujenga umeme kitongoji cha Rupaso, Rugombo chini na Ipande. Kwenye hilo namshukuru sana kwa jitihada alizoweza kuzifanya kwenye kijiji chetu. Lakini pia nampongeza sana kwa kazi ngumu ameweza kuifanya kwenye wilaya ya Rungwe. Kwa sababu wilaya ya Rungwe ina kata 29. Lakini kila kata huyu bwana ameweza kushika mkono wake na kufanya chochote kile anachokiweza. Ameweza kuitetea ilani ya Chama cha Mapinduzi vizuri kwa kishindo tunasema. Napenda kumpongeza sana. Lakini baada ya hapo napenda nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi ngumu anayoweza kuifanya kwenye taifa letu. Mengi tumeyaona na tunaendelea kuyaona. Tunamshukuru sana. Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu yenye baraka tele. Na ampe tunafahamu kwamba tunaingia kwenye uchaguzi awamu hii. Tunajua huyu mama ameupiga mwingi. Ameupiga mwingi, atapita kwa kishindo kwa kura nyingi. Lakini pia napenda nimwombee Mheshimiwa Montona pia. Mheshimiwa Montona aweze kupita kwa kishindo, ili tuweze kupata vilivyobaki. Unajua kuna viporo wameviacha. Sasa napenda kuzungumza hiki kwa watu wana Iponjora kwamba tusipoteze tulichokuwa nacho mkononi. Kwa sababu bwana kuna vitu ameviacha. Tuendelee kumpigia kelele. Ni mtu msikivu anasikia. Tumepiga kelele swala la umeme tumefanikiwa. Lakini sasa bado ingawa kuna sehemu ambazo bado hazijakamilika, tuendelee kumpigia kelele. Godfrey Samuel Efesi ni mzao wa kijiji cha Rugombo. Mimi ni mwananchi wa kitongoji cha Ipande. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kumshukuru mheshimiwa mbunge kwa ahadi ambayo alikuwa ametuahidi kwa muda mrefu kwamba atatuletea umeme. Nachomshukuru, leo hii tumepokea wapimaji, wameweka mambo maeneo ambayo yanahitajika umeme upite, na tumelifanya hili zoezi na wananchi wa maeneo yetu wamefurahi. Wanamshukuru sana mheshimiwa mbunge, na nitumie fursa hii kusema kwamba mheshimiwa mbunge, kwa hiki ulichokifanya, Mungu akubariki na uendelee kufanya hivyo hivyo, na wakati mwingine ukipata nafasi njoo tuone sisi wananchi wako wa Ipande ama wananchi wa kata Iponjora tumefurahi kwa hili ambalo limetokea. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Filipo Mpangaja Mahena. Mimi ni mwenyeji wa kijiji cha Rugombo kata Iponjora. Kwanza kutoka kuzaliwa kwangu au nchi ipate uhuru, yani Tanzania tangu ipate uhuru mpaka tunavyoongea hivi sasa, umeme
haujawahi kuwashwa katika maeneo yetu, hususani katika kitongoji cha Rugombo Chini, Ipande na Lupaso. Na tulikaa na mheshimiwa mbunge Antoni Mwantona, tuliomba kama wazee kwamba tunakusii laana ama kilio chetu ambacho kimetufunika ni giza ambalo kwa kweli tunatumia vibatari, tunatumia mishumaa, lakini kwa kweli hivi vyote vimepitwa na wakati, lakini tulikuwa hatuna jinsi. Na tulikuwa tunamlilia mbunge aliyekuwepo Mwantona kwa sababu tumeona ni kama ni nuru katika eneo letu, na hata katika wilaya ya Rungwe anatimiza ahadi za chama tawala ambacho ni CCM. Moja kutoka uongozi, kutoka mbunge na diploma, degree, walikuwa ni wasomi, wengine walikuwa ni matajiri sana, wanatangaza matajiri, wanabeba fedha hata kwenye majunia. Tukilia hoja ya kwamba jamani, sisi huku hatuna umeme, tuko gizani, walikuwa hawasikii kilio chetu, walikuwa hawasikii kabisa. Lakini ninachoshukuru sana na ambacho kimenifariji sasa, wakati tumetoa kilio kwa mheshimiwa mbunge Antoni Mwantona, kwa kweli alisema na mimi nitakifikisha kwenye serikali yenu, kwenye serikali kuu, kwenye bunge. Na naenda kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye kwa kweli ametutoa katika giza nene iliyotufunika, iliyokithiri na kutuletea nuru. Rais tunamshukuru sana. Kwanza Mungu aweze kumjalia, Mungu ampe, aendelee kumpa hekima, aendelee kutawala, na tunaamini katika uchaguzi unaokuja atapata kula nyingi za kishindo. Nikirudi kwenye chama tawala nacho tunakishukuru sana CCM, kwani kinaangalia hata wale ambao ni kama hawasikilizwi. Kimeleta umeme upande wetu kupitia kwa mheshimiwa Antoni Mwantona. Antoni Mwantona kwa kweli ni ukombozi. Mungu amjalie, Mungu amuepushie baraa, Mungu amuepushie. Kwa majina naitwa Samson Kajeta, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Ipande, kijiji cha Rugombo, kata Iponjola. Ninayo furaha kubwa sana na shukrani kubwa sana kwa uongozi wangu wa serikali hii ya Tanzania. Kuanzia kwa Mama Samia Suluhu Hassan, daktari wetu ambaye ndio mama yetu wa nchi. Nashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo kwa siku ya leo nimepata kupokea taarifa ya kwamba nimeletewa hesabu ya nguzo kama 40 hivi ambazo ndizo nitaletewa katika kitongoji changu. Nashukuru sana, na wananchi wangu wamepokea huu mradi kwa furaha kubwa ya kujua kwamba kumbe na sisi ni Watanzania halali kama Watanzania wengine. Na hili eneo lilikuwa limekaa katika hesabu ya utofauti kimawazo hata kifikra. Hivyo tuko tayari kuijenga nchi yetu kwa pamoja. Tuko tayari kusikiliza sauti tokayo juu kwenye uongozi mkuu wa serikali kuu pamoja na viongozi wetu wa kawaida hapa, kuanzia diwani, mkuu wa wilaya, wenye viti wote wa vitongoji. Tuko pamoja, tumeshikamana pamoja na mradi huu. Tumepokea kwa furaha kubwa sana. Japo pana changamoto, hatujakabidhiwa kama tunavyohitaji, lakini naamini kwa hiki kilichotokea leo, naamini hata kilichobakia kitatimilika. Nina amani katika uongozi wangu, nina amani katika serikali yangu, nina amani kuwatumikia wananchi wangu, nina amani kuitumikia serikali ya Tanzania.